Ufahamu ni mlango wa nguvu. Jina langu naitwa Director Melki, nikukaribishe katika chaneli hii upate kujizolea ufahamu wa kutosha, ufahamu wa kiroho, ufahamu wa masuala ya mambo ya rohoni. Kabla sijaendelea, nikukaribishe kusubscribe chaneli hii ili uweze kupata update zote ambazo nitakuwa nikiweka katika hii channel. Karibu tena katika maendelezo ya masomo yetu, na siku ya leo nataka tukajifunze vizuizi vya mafanikio. Vizuizi vya mafanikio yako. Vizuizi vya mafanikio yako. Siku ya leo tutakwenda kujifunza vizuizi viwili vya mafanikio ya mtu. Na vizuizi vya mafanikio tutakavyojifunza siku ya leo ni fikra na mtazamo, ila tutadili zaidi na fikra. Vizuizi vya mafanikio. Fikra ni kizuizi kikubwa sana cha mafanikio. Fikra ni mawazo yaliyokwisha kuchambuliwa na kuwekewa mwafaka. Fikra ni mawazo yaliyokwisha kuchambuliwa na kuwekewa mwafaka, kuwekwa katika mchakato. Ukisoma katika kitabu cha Waefeso 1 mstari wa 18, neno la Mungu hapa linazungumza likisema, macho ya mioyo yenu yatie nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, na kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyoutenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwengu humu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Hapo utaona neno la Mungu limeanza kwa kusema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, kwamba macho ya mioyo yetu yasipotiwa nuru hatuwezi kuweza kuona chochote au ukuu au hata mbaraka ambao Mungu amekwisha kuachilia katika ulimwengu wa roho. Na ukisoma katika Waefeso hiyo 1 mstari wa 3 inasema, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubarikia kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Unaona kwamba baraka zetu na mafanikio yetu yamefichwa ndani yake Yesu Kristo. Baraka zetu tayari zilikwisha kuachiliwa katika ulimwengu wa roho, zimefichwa ndani ya Kristo Yesu. Lakini kitu ambacho cha muhimu zaidi kuliko vyote ambavyo hapa nasisitiza ni macho ya mioyo yetu yatiwe nuru. Macho ya moyo wa mwanadamu ni fikra zake. Macho ya moyo wa mwanadamu ni fikra zake. Macho yako ni fikra zako, namna unavyofikiri ndio macho ya moyo wako. Wengi tunajua mafanikio huanzia katika ulimwengu wa roho, na kama roho zetu hazijakubali kupokea mafanikio, jamani, ni kazi bure kabisa, kwa sababu mchakato wa kupokea mafanikio unaanzia katika ulimwengu wa roho, unafata katika fikra, ambayo fikra inaimarisha imani, namna unavyoamini. Kumbuka, imani huimarishwa katika fikra, kwa kuwa imani ni kuwa na uhakika wa mambo unayoyajua. Unapoyajua mambo unakuwa unaamini na una uhakika nayo. Fikra ndiyo eneo ambalo linashikilia mikono ya kupokea vitu katika ulimwengu wa roho. Kama fikra zako hazijaponywa, hauwezi kupokea vitu kutoka katika ulimwengu wa roho. Huwezi kupokea mafanikio yako katika ulimwengu wa roho. Mtu aliyeponywa fikra. Ndio maana mtu anayeweza kuingia katika ulimwengu wa roho ni mtu aliyeponywa fikra, mtu mwenye fikra pevu, mtu mwenye fikra njema. Huyo mtu ndiye mtu ambaye ana uwezo wa kupokea vitu katika ulimwengu wa roho. Unapofika katika fikra, vitu ndipo hufika katika mwili, ambapo katika fikra ndipo kuna imani ambayo ni mikono ya kupokelea
hiyo baraka yako kutoka katika ulimwengu wa roho. Watu wengi wamekwisha kufanikiwa katika ulimwengu wa roho, lakini fikra zao ni kikwazo cha wao kupokea mafanikio katika ulimwengu wa mwili. Namna watu wanavyofikiri na mitazamo yao, na matatizo mengi huwa yanasababishwa na mitazamo yetu wenyewe. Tunawaza vibaya, tukitazama hatuoni kutoka, tunaona tu kushindwa, tunaona tu hichi kitu ni kigumu, hichi kitu sio rahisi. Ndio kitu kinachosababisha watu wengi wanashindwa kufanikiwa katika maisha yako. Watu wengi wanashindwa kufanikiwa katika maisha kwa sababu ya mitazamo yao mibaya na fikra zao mbaya. Usipobadilisha fikra zako, hautaweza kuyabadilisha maisha yako kamwe. Kama ukishindwa kubadilisha fikra zako, utashindwa kuyabadilisha maisha yako kamwe. Shetani hutumia mbinu ya kuyaondoa macho yako kwake ili usimuone yeye, bali unaanza tu kuona changamoto, unaanza kuona watu, unaanza kuona vitu. Unakuta mtu badala afanye kazi anaanza kuona mimi sitaweza kufanya bana, mimi sina mtaji, mtaji wake ni mkubwa sana. Au watu wengi sana wanafanya hii biashara, kwa hivyo mimi siwezi kufanya kwa sababu hii biashara tayari watu wengi wameshaianza. Hiyo ni fikra potofu, na mtu yoyote mwenye fikra potofu kamwe hawezi kumiliki wala kutawala, hawezi kumiliki mbaraka wowote, hawezi kutawala chochote, kwa sababu fikra yake sio pevu, fikra yake ni potofu. Fikra yako ndio main switch ya maisha yako. Kama ukishindwa kufikiria vizuri kwenye maisha yako, hakuna namna utaweza kufanikiwa. Kumbuka, katika hili lango la fikra ndio eneo ambalo ni lango la vita, eneo ambalo ni vita ya miungu pia kupiganwa, shetani na miungu. Unapokaribisha mungu mwingine, huwa shetani anapambana, huwa miungu inapigana katika hili eneo. Hili eneo ni uwanja wa vita. Ndio maana huwa eneo hili linazalisha mambo mengi sana, kwa sababu kila upande unajaribu kuvuta upande wake. Fikra yako inatakiwa uhakikishe umekuwa huru kifikra katika Kristo Yesu. Mtu aliyekuwa huru kifikra katika Kristo Yesu, kuna vitu huwa vinakuwa vinamuacha mwenyewe. Ile vita inakuwa inashuka, nguvu na sauti ya Mungu inakuwa juu zaidi. Fikra yako inakuwa nzuri, fikra yako inakuwa njema, kwa kuwa ukitaka kufanikiwa lazima uwe unawaza kama Mungu, uwe na mawazo kama Mungu. Ukitaka kufanikiwa inatakiwa uwe na mawazo kama Mungu, Ndio maana Mungu alivyotaka alimtuma Musa kwa wana wa Israeli kama Mungu, kwa sababu Mungu aliona hapa, ili kufanikisha hili jambo ni lazima nimtume huyu mtu ambaye ana fikra nzuri kama Mungu, ana fikra kama Mungu. Wana wa Israeli walishindwa wengi kufika katika nchi ya ahadi kwa sababu ya fikra zao. Walikuwa fikra zao wanawaza tu mambo ya Misri, chochote kinapotokea mbele yao wanaliona hilo jambo kuwa ni kubwa zaidi hata ya huyo Mungu ambaye alikuwa akitembea nao na wingu, zaidi ya huyo Mungu ambaye alikuwa akitembea nao katika nguzo ya moto. Hii ndio sababu iliwasababisha Mungu aliona fikra zao, hizi fikra ni potofu. Walikuwa wakikaa kidogo, Musa akikawia kidogo, basi wanaenda wanaabudu miungu mingine, wanatengeneza mungu mwingine. Walikuwa hawana fikra ya kimungu, walikuwa fikra zao hazijaponywa, fikra zao zilikuwa ni mbaya, fikra zao zilikuwa ni potofu. Jitahidi sana kuwa na fikra nzuri ili uweze kuzalisha mambo makubwa, ili uweze kupokea vitu kutoka katika ulimwengu wa mwili, ili uweze kupokea vitu kutoka katika ulimwengu wa roho na kuvileta katika ulimwengu wa mwili. Mtu unafaa uwaze kama Mungu, huo unaona uwezekano katikati ya eneo ambalo watu wengine wanaona haiwezekani. Huo unaona uwezekano na mpenyo wa kibiashara eneo ambalo linaonekana hata
haiwezekani hiyo biashara, wewe uone na ufanyi, kwa sababu fikra yako tayari imekwisha kufunguliwa. Unawaza kama Mungu. Uwe hata ukiona mtu kwa mfano kwenye ndoa, ukiona udhaifu wa mtu uweze kuendana nao. Hata mtu akikukosea unajua kabisa huyo ni udhaifu wake tu, kwa sababu tayari umekuwa na fikra na mawazo kama ya Mungu. Hapo ndipo utaweza kufanikiwa. Hakikisha wewe ni mtu huru kifikra. Jaribu pia kubadilisha mtazamo wako. Jaribu sana kubadilisha namna unavyoona na namna unavyochukulia mambo, kwa sababu neno la Mungu linasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Jaribu kuona vizuri. Ona utajiri. Ona utajiri, usione umaskini. Ona kufanikiwa, usione kushindwa. Ona kuinuka, usione kuanguka. Hata katikati ya anguko, ona kwamba kuna kuinuka tena. Weka tumaini lako. Fikiri vizuri, kwa kuwa hizo ndio main switch za mafanikio yako. Jitahidi sana na Mungu wa mbinguni akubariki na akuinue. Na Mungu siku ya leo kupitia somo hili aondoe giza lililokaa katika macho ya moyo wako. Aondoe giza lililokaa katika macho ya moyo wako, yakatiwe nuru siku ya leo, kwa kuwa shetani kitu anachokifanya ni kutia giza katika moyo wako, ushindwe kuona kusudi la Mungu, kwamba Mungu amekusudia ufanikiwe, na ni moyo wa Mungu wa mtu afanikiwe, na ni moyo wa Mungu mtu ainuliwe. Kwa hivyo shetani anachokifanya ni kutia giza usione. Kumbuka nuru huwa inamfungua mtu, inamtoa katika kifungo. Hivyo jitahidi sana Mungu apate kukuangazia nuru katika maisha yako, na macho yako ya moyo wako ambayo ni fikra zako yatiwe nuru, uanze kuona vema. Uanze kuona vema kuanzia sasa. Hilo giza katika jina la Yesu liondoke katika fikra zako. Amen.